Chama cha Viziwi cha Tanzania cha VITA kilianza mwaka 1982. Kikapata usajili rasmi mwaka 1984. Waanzilishi wa chama hichi cha CHAVITA ni viziwi waliotoka katika shule ya msingi ya watoto viziwi hapa mkoa wa Tabora. Shule hiyo ndiyo shule mama kwa viziwi kwa nchi ya Tanzania, ambayo ilianzishwa mwaka 1963. Baadaye zilianza kuzaliwa au kuanzishwa shule nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na changamoto za mawasiliano ya viziwi, tukaanza kutafuta utatuzi wa changamoto hizo katika mawasiliano. Tukaona njia rahisi ya kutatua changamoto hizi ni kwa kutumia wakalimani wa lugha ya alama, ambao ndiyo hao unaowaona ambao waliopo mbele yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, programu hii ya ukalimani imeanza au ilianzishwa mwaka 2020 hapa Tabora. Tulianza na wanachuo 52 ambao walianza mwaka 2020 mpaka mwaka 2022 wakawa mafunzo yao ya miaka miwili. Baadaye waliofuata walianza mwaka 2021 mpaka mwaka 2023 ambao walikuwa ni 68. Mwaka uliofuata pia tulianza na wanafunzi 73 kuanzia mwaka 2022 mpaka 2024, mwaka jana. Awamu hii tunao wakalimani 50. Wakalimani hawa tuliwafundisha au walijifunza kutoka kada mbalimbali. Wapo ambao ni walimu, vile vile wapo ambao ni madaktari, lakini pia wapo ambao ni polisi na wengineo. Lengo kuu au kubwa la programu hii au ya mafunzo haya ya ukalimani ni kutatua changamoto za mawasiliano ndani ya jamii zetu, lakini vile vile kujenga jamii jumuishi kwa wote, kwa sababu mawasiliano ndiyo njia ya msingi ambayo ni kuu ya makubaliano na maelewano katika jamii. Hivyo basi tukaona tuanzishe programu hii. Lengo kubwa ni kushirikiana na serikali. Hatukuona sababu ya kulalamika kwamba kuna vikwazo katika mawasiliano. Tukaona tujaribu kutafuta njia ambayo itatuwezesha kufikia malengo hayo ambayo tulijiwekea. Mafunzo haya ya ukalimani yapo kwa watu wote wanaotaka kushiriki, ikiwa ni pamoja na wewe, kwa sababu tunaona changamoto zilizopo katika jamii zetu. Mimi nakuja ofisini kwenu kila mara
tunawasiliana vipi? Ni lazima tumie mafunzo haya ya lugha ya alama, ndio itakuwa rahisi katika mawasiliano. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile napenda kukuambia mafunzo haya ya ukalimani ni mafunzo endelevu, yanaendelea, yenye lengo ya kutatua changamoto zilizopo katika jamii. Mfahamu mpango wa mwaka 2050 CHAVITA imelenga kushauri kuhusu sera. Wanataka wakalimani wawepo kila sehemu ambapo viziwi wapo. Kwa hiyo wewe ukipewa cheti ni kielelezo kwamba ni kweli wewe unafahamu lugha ya alama, unafahamu vile vile utamaduni. Kwa hivyo unaweza kuhudumia viziwi huko baadaye kwa upendo. Uvumilivu pia tunapaswa tuwe nao. Sasa tuendelee kwa pamoja sisi, sio kwa wakalimani tu, hapana. Cheti kinaonyesha wewe unaweza kuwasaidia watu wengine pia kwa sababu unafahamu lugha ya alama. Sehemu ambapo wapo viziwi, utajifunza lugha ya alama, sio ukalimani. Lakini vile viziwi unaweza kuwafundisha lugha ya alama. Jamii zinapenda wakalimani wanaoweza vitu viwili kama cheti kinavyoelekeza. Ukienda huko mtaani au kwenye jamii, usikae tu. Lifikirie eneo lako, viziwi wapo wapi? Wadau wanaopenda kujifunza lugha ya alama wapo wapi katika jamii yangu? Fanya kazi, kwa sababu sisi wote bado ni vijana. Ukikaa tu haujui wapi watu kutafuta wewe, lakini wewe unapaswa uanze kuwatafuta wao. Lugha hii ya alama ni muhimu kwa watoa huduma mbalimbali katika serikali, lakini pia taasisi binafsi, kwa sababu tunapata wanaohitaji katika jamii zetu. Kuna makundi kama nilivyosema, makundi mbalimbali, kwa makundi maalum, ikiwemo na kundi hili la viziwi. Kwa hiyo lugha hii ya alama ni muhimu kwa watumishi wa taasisi za serikali, lakini pia kwa watumishi wa taasisi za umma na binafsi. Pale ambapo tunapoona kabisa huyu mtoaji huduma anapoenda kukutana na mtu mwenye mahitaji maalum, inakuwa kwake ni rahisi katika utoaji wa ile huduma. Pia kuna ahadi ya dhati sisi kama serikali ya mkoa wa Tabora kuhakikisha kwamba watumishi wetu wa serikali katika taasisi zetu mbalimbali kuwa na wataalamu wa alama. Pia wao wana uwezo wa mtu kujifunza kama nyinyi mlivyojifunza, au kuona kwamba taasisi za serikali kuna umuhimu wa kuajiri kama nyinyi wakalimani katika kutoa zile huduma kwa pamoja au huduma shirikishi. Mwanajamii ambaye ana mahitaji maalum anahitaji kupata huduma sio tu hospitalini, lakini pia kama tunavyojua kuna watu wa mahakama, kuna polisi, anaenda anawasiliana vipi wale watoaji huduma. Kwa lazima awe mtoa huduma anamuelewa kwa lugha ya alama, au kwa mkalimani ambaye anatafsiri ile lugha ya alama. Lakini pia unaweza kuwa kuna mtafsiri, lakini mwingine sisi tunajua jamii, mfano mtu ambaye ana mahitaji maalum anahitaji kutoa taarifa zake kwa siri. Sio kila taarifa inahitaji kuwa na mtafsiri kwa yule ambaye anataka kupata nini ile huduma. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa sisi watumishi wa serikali na taasisi pamoja na mashirika binafsi kuweza kuwa na taaluma hiyo, kwa sababu mtu mwingine anahitaji taarifa zake za siri. Kuna magonjwa mengine ni asili, nataka niongee na daktari. Kuna taarifa zingine nataka nisiripoti kama polisi, ni za siri. Nitahitaji mkalimani, sitahitaji mkalimani, bali nitahitaji yule mtu sahihi. Kwa majina naitwa Gloria Jones Mapula, ni mtaalamu wa madawa usingizi na ganzi. Nimesukuma sana kujifunza lugha ya viziwi kwa sababu nahudumia sana wagonjwa na mara nyingi nakutana na viziwi. Kwa hiyo hii hapa imenisukuma sana na kuwa na nia ya kujifunza, kwa sababu imenisaidia na pia nimeweza kuwasaidia, na wanafurahi sana kukutana na mtu ambaye
anaelewa lugha yao na wanapata huduma nzuri. Kwa jina naitwa Malaki Josefu Stanley, ni mwanafunzi ambaye nimehitimu leo mafunzo ya lugha ya alama. Wito wangu kwa serikali ni kuwatumia ambao wakalimani tumehitimu leo, hata wakalimani wengine katika kutoa huduma kwa watu ambao wana changamoto za kusikia. Kwa majina naitwa Jafal Selemani, ni mkalimani au ni mhitimu katika darasa la ukalimani ambalo tumemaliza leo. Nasisitiza uwepo wa wakalimani katika taasisi mbalimbali ili kutoa huduma stahiki kwa watu wenye changamoto ya usikivu, sana sana naongelea viziwi, waweze kupata huduma kama watu wengine. Hii itawarahisishia katika hospitali, katika vituo